Nilipaswa kuwa ofisini. Kawaida saa hiyo ya Jumatano asubuhi nimekuwa kwenye mkutano wa pili wa mradi, nikipiga kahawa iliyochomwa ya mashine ya kampuni na kujifanya napendezwa na matatizo ya kawaida ya usafirishaji uliochelewa. Siku hiyo sivyo. Siku hiyo nilikuwa nimekaa meza ya jikoni, nikitazama kikombe cha kahawa moto iliyosagwa hivi karibuni, nikisikiliza mlio wa chini wa mashine ya kuosha vyombo na mara kwa mara mlio wa mbao za zamani za sakafu juu. Sikuelewa kwa nini nilikuwa mtulivu hivyo. Labda mshtuko. Labda desturi. Au labda nilihitaji kitu chochote ambacho bado kilionekana kawaida. Na kwangu kawaida ilikuwa kahawa. Siku zote nimependa asubuhi. Kuna kitu katika kimya hicho kabla siku haijaanza kweli, aina ya udanganyifu wa udhibiti, kama dunia bado haijaamua jinsi ya kukuharibu. Wakati watoto walipokuwa wadogo niliamka kabla ya wote ili kufurahia amani hiyo. Nilitayarisha kifaa cha kahawa, nikaketi meza ya jikoni na kukaa huko, bila kelele, bila maombi, tu harufu ya joto ya kahawa na jua likiingia polepole kupitia madirisha. Ilikuwa imekuwa desturi ndogo lakini takatifu kwa namna yake. Baada ya hata wa mwisho kuondoka nyumbani, nyumba ilibadilika. Ilikuwa imekuwa kimya mno. Neema alianza kuzunguka vyumba kama mtu amekufa, na kwa namna fulani ilikuwa hivyo. Alisema alihisi tupu. Aliita hii ugonjwa wa kiota tupu. Nilimwambia ni kawaida. Baada ya yote tulikuwa tumefanya kazi yetu, watoto 4 wazuri, wenye uwezo wa kujitegemea. Ilibidi iwe ushindi. Kwake ilionekana kama mazishi. Kisha nilifanya kile ninachofanya daima, nilijaribu kumsaidia. Nilimpendekeza kozi za yoga, kujitolea katika kituo cha misaada, uchoraji, matembezi milimani, kushona. Ningemnunulia greenhouse nzima kama angewahiuliza. Nilitaka ahisi amejaa tena. Awe vizuri. Aliniambia alikuwa anajaribu. Kwamba angefanya michezo zaidi, matembezi zaidi nje, mchana zaidi na marafiki katika mkahawa. Nilifikiria vizuri, ni afya. Nilitaka kuamini. Nilihitaji kuamini. Ukweli ni kwamba baada ya miaka 25 ya ndoa, ndio 25, ukifikiria inavutia hii, unaacha kuhoji kila undani. Unaamini. Unachukulia kawaida kwamba mtu anayelala karibu nawe anakuambia ukweli hata wakati tumbo linaanza kunong'ona kinyume. Na tumbo langu lilikuwa linanong'ona kwa muda mrefu. Alikuwa akitumia muda mwingi na simu mkononi. Alitabasamu mambo ambayo hakunionyesha. Alifanya matembezi marefu na kurudi na nywele kamili kama hakuwa ametoka jasho tone. Alikuwa ameanza kufunga milango ya bafu kwa ufunguo. Aliruka ikiwa niliingia haraka sana katika chumba. Lakini nilijishawishi kwamba nilikuwa mwenye wasiwasi. Nilihusisha na umri, uchovu, homoni, chochote. Nilifikiria labda sikufanyi vya kutosha. Sikusema mambo sahihi, sikumpeleka nje vya kutosha, sikugundua vipunguzi vipya vya nywele. Nilianza kumwachia kumbukumbu kwenye friji. Nilimnunulia divai yake anayopenda. Hata nilisafisha na kupanga tena karakana ili asione fujo kila anapoenda kufua. Nilijaribu. Yeye hapana. Kahawa hiyo asubuhi ilikuwa nzuri sana. Laini na noti hiyo ya lozi na mwisho thabiti. Niliifanya kama ninavyopenda, kifaa cha vikombe 3, iliyosagwa safi, hakuna mifuko. Wakati nikiishika kikombe mikononi nilitazama nje, kuelekea barabara ya kuingia. Gari lake halikuwepo. Haikuwa ajabu yenyewe. Neema alikuwa amesema alipaswa kufanya kazi mbili, ambayo inaweza kumaanisha duka la dawa kama kununua mto wa mapambo wa 10 usio na maana. Alikuwa daima hivyo, asiye wazi lakini asiye na hatia. Au angalau nilidhani hivyo. Meza ilikuwa safi. Hata kung'aa. Nilisugua mimi jana jioni baada ya chakula. Kuku wa oveni na viazi, hakuna kitu maalum. Yeye alikuwa karibu kugusa sahani. Alisema amechoka, anaumwa kichwa na alilala mapema. Mimi nilibaki macho kutazama marudio ya mfululizo wa televisheni. Nilicheka katika sehemu ambapo tulicheka daima.
haikuwa tena kitu kile kile. Asubuhi hiyo harufu yake ilibaki jikoni, nguvu zaidi ya kawaida, tamu zaidi. Kama alikuwa ameweka mengi, au hasa ile iliyohitajika ili mtu mwingine aigundue. Ilibidi iniguse zaidi, badala yake hapana. Niliendelea kunywa kahawa. Kuna kitu cha kikatili katika namna ulimwengu unaonekana mtulivu wakati maisha yako yanakaribia kubadilika milele. Jua bado linaingia kupitia madirisha kama daima. Ndege nje wanaimba. Kahawa bado inanukia nyumbani. Hakuna kelele, hakuna sireni, hakuna ishara ya hatari. Tu kimya. Kutokuwa na mwendo. Nikifikiria tena, kimya hicho kilikuwa kitu chenye kelele zaidi katika chumba chote. Na kisha, bila sababu maalum, niliinuka, nilienda kwenye sinki na nikamwaga kilichobaki cha kahawa. Nilitazama kikombe tupu kama kingeweza kunipa jibu. Hakukufanya. Lakini nilikuwa na hisia kwamba jibu lilikuwa linakaribia kufika. Asubuhi hiyo nilitoka nyumbani kama kawaida, funguo, thamos, ishara ya haraka kwa Neema ambaye bado alikuwa juu. Nilikuwa nimechelewa, hakuna jipya. Nilitoa gari langu la mzigo kutoka karakana, nilichukua kona kwa nguvu kidogo, na hasa kwenye mlango wa barabara nilikumbuka kwamba niliacha begi la nyaraka katika karakana. Lilikuwa huko kwa sababu ya Misio, paka wetu wa rangi ya chungwa ambaye tulimchukua katika kituo cha wanyama miaka iliyopita. Kwa sababu fulani isiyo na maana, anapenda kujikunja juu ya injini bado moto wakati nje kunapokuwa baridi. Kila mara joto linaposhuka chini ya digrii 15. Asubuhi hiyo nilifungua kofia ili kumuondoa, niliweka begi chini wakati nikifanya kazi, na nikasahau nilipofunga kwa ghafla. Hivyo nilifanya mzunguko na kurudi nyuma. Katika begi hilo hakukuwa na kitu cha dharura, ajenda, mikataba kadhaa, ankara chache. Ningeweza kuendelea bila. Lakini siku hiyo nilihisi hitaji la kuwa nalo. Wakati nikirudi kwenye barabara ya kuingia, niliona gari la polisi. Nyeupe na bluu, limesimama kidogo kibaya, karibu sana na nafasi ya Neema. Tumbo langu lilianguka katika viatu. Wazo la kwanza halikuwa tuhuma. Lilikuwa hofu. Kitu kilikuwa kimetokea kwake. Ajali. Uvunjaji. Ugonjwa, na alipiga nambari ya dharura. Ubongo katika sekunde hizo ulifanya mawazo elfu kwa wakati mmoja. Nilishuka bila hata kufunga mlango, nilikimbia hadi mlango, nilifanya kazi na funguo, niliingia na nilisimama ghafla. Nyumba ilikuwa kimya. Lakini si kimya cha wakati kila kitu kinaenda vizuri. Kilikuwa kimya kinachokuambia kitu hakilingani. Niliona viatu vyake kwenye mlango. Begi juu ya meza ndogo. Lakini kile kilichonigonga kama ngumi kilikuwa rundo la nguo sebuleni. Suruali yake ya jeans. Blauzi yake. Shati la kawaida la mwanamume. Mshipi wa kazi, beji pamoja, umetupwa juu ya mkono wa sofa kama yeye anaishi huko. Niliendelea kama katika usingizi. Kila hatua ilionekana ninavuta kizuizi cha saruji. Sikumuita. Sikumilia jina lake. Nilijua tayari. Niliwasikia. Kelele zilitoka juu. Si zilizopunguzwa. Nguvu. Za mdundo. Sauti ambazo hazikujali kama mtu anasikia. Na si sauti tu. Sauti yake. Neema. Siwezi kuandika yote aliyosema. Sitasahau kamwe, hata baada ya miaka 20, hata nikipojaribu kuifunika kwa muziki, maombi au divai. Alisema mambo yaliyonivunja. Mambo ambayo mume yeyote hapaswi kamwe kusikia kutoka kwa mke wake. Na sehemu mbaya zaidi, alisema jina langu. Si kwangu. Juu yangu. Kama nilikuwa kitu. Kama nilikuwa koti la zamani lililoachwa katika kabati wakati yeye anajaribu kitu kipya na kinachong'aa. Sikupanda. Sikuweza. Miguu haikujibu. Mwili uliniambia kaa kimya. Na nilikaa. Nilienda jikoni. Kifaa cha kahawa kilifanya mlio wa mwisho. Bado moto. Sikuzima.
Niliegemea kabati, nikatizama meza, kiti tupu ambapo alikaa daima. Na nilikaa huko, nikisikiliza, nikipumua, bila kupumua. Sijui. Nilionekana nimeingia katika toleo la maisha yangu ambapo sheria hazifanyi kazi tena. Nyumba haikuwa yangu tena. Mke wangu hakuwa wangu tena. Jina langu hakuwa langu tena, tu kisingizio alichotumia kuonyesha mtu mwingine. Mikono ilinitetemeka. Si kwa nguvu kiasi cha kutosha kushindwa kuweka vidole thabiti kwenye ukingo wa meza. Nilijaribu kujimimina kahawa nyingine na nikamwaga kidogo chini. Mchuzi huo mdogo ulikuwa kitu kilichofanya yote yawe halisi. Si kelele, si nguo, si gari la polisi nje, bali kahawa kwenye sakafu. Kulikuwa na kitu katika tone hilo la kahawa kahawia juu ya vigae ambacho kilifanya chemchemi ndani yangu kuruka. Siwezi kueleza. Nilikaa wima jikoni kama mzimu, kama mwanamume anayesubiri dunia ifunguke na kummeza. Nilifikiria picha za harusi, likizo pwani, asubuhi alipocheka vichekesho vyangu wakati tunasafisha meno, nyakati nilimshika kwa nguvu alipolilia kifo cha mama yake, mazungumzo ya usiku juu ya kile tungefanya baada ya kustaafu. Nilifikiria yote, yote pamoja. Na hakuna kilichoonekana kweli tena. Yote niliyoamini kuhusu maisha yetu yalisambaratika katika wakati huo. Sikumilia. Sikupiga ngumi ukuta. Sikuvunja kitu. Nilikaa kimya, nikitazama mvuke unaopanda kutoka kikombe, nikisikiliza. Na nilikufa kidogo. Nilikaa chini. Sikupanda ngazi kwa kasi, sikubisha mlango kama mwenda wazimu, sikumilia. Kifua kilikuwa kinanibana sana kupiga kelele na miguu ilionekana ya mchanga. Hakuna hasira ya haki, hakuna onyesho la filamu. Tu uzito nyuma ya stanamu ambao sikuweza kuinua. Nilikuwa bado nimeegemea kabati nilipoingiza mkono katika mfuko na kutoa simu. Vidole vilitetemeka kidogo, lakini niliweza kufungua kamera. Niliweka juu ya granite karibu na kifaa cha kahawa, nikiegemeza kwenye roll ya karatasi na nikabonyeza rec. Sikujua vizuri nilichokuwa nikifanya. Kichwani nilikuwa na wazo moja wazi, hii lazima ukumbuke. Lazima uwe na ushahidi. Labda sehemu yangu bado haikuamini kabisa. Lakini sauti ya Neema haikuwa inadanganya. Ilikata kila shaka kama kisu. Alikuwa yeye. Alikuwa Neema. Na alikuwa juu akimwambia mtu mwingine jinsi alivyokuwa bora kuliko mimi. Neno kwa neno. Wewe ni bora sana kuliko Jabari. Na kisha ile iliyonivuruga tumbo, mume wangu mdogo dhaifu hawezi kamwe kunifanya nihisi hivi. Nilishika ukingo wa kabati kwa nguvu sana kwamba viungo vilikuwa vyeupe. Nadhani nilishikilia pumzi kwa dakika nzima kabla ya kuiacha. Macho yaliunguza. Nilipiga kope kwa nguvu ili kuzuia machozi kushuka. Sikuweza tena. Nilitoka jikoni, nilipitia korido na niliingia bafuni ya chini. Mlango ulifungwa kwa click kidogo inayoonekana na mara moja nilipiga magoti mbele ya choo. Nilitapika kwa nguvu sana kwamba nilidhani mbavu zitanivunjika. Nilikuwa na tumboni kipande cha mkate kilichochomwa na kahawa. Ilichoka karibu yote maji machungu na iliniacha koo likiwaka. Macho yalitoa machozi. Kifua kilipanda na kushuka. Ilipomalizika nilikaa sakafu baridi, mikono ikining'inia juu ya choo, moyo ukinipiga masikioni. Nilisafisha mdomo kwa taulo na nikajitazama kwenye kioo. Sikumtambua mwanamume aliyenitazama. Macho mekundu, taya imefungwa, ngozi nyeupe kama ameona mzimu. Labda alikuwa ameona. Labda nilikuwa nikitazama kile kilichobaki cha mwanamume aliyefikiri ana ndoa nzuri. Niliosha uso. Hakusaidia kitu. Niliporudi jikoni kelele za juu ziliendelea. Kama hakuna kitu kilibadilika. Kama sikuwa nimepoteza ardhi chini ya miguu. Simu ilikuwa bado ina rekodi. Ilikuwa inachukua yote. Sauti yangu haikuhitajika tena. Wao walikuwa wakinipa uthibitisho wote niliouhitaji.
Haikuwa tu usaliti. Ilikuwa ukatili. Kama sikuhesabu kitu. Kama nilikuwa mzaha. Na jambo ni hili, si mwanamume mwenye jeuri. Sijawahi kuwa. Sijawahi kuinua mikono kwa mtu yeyote hata shuleni. Sijafanywa kwa fujo. Napenda utaratibu. Napenda utulivu. Ninarekebisha vitu. Ninajenga vitu. Ninalipa bili. Sijaiunda matatizo. Lakini si mjinga pia. Na si kipofu. Kwenye kona ya meza ya jikoni, karibu na kikombe changu cha kahawa ambacho sasa kilikuwa nusu tupu, kulikuwa na bunduki ya baba yangu. Bunduki ya zamani aliyoniachia alipokufa. Hakuna kitu maalum. Rangi nyeusi, mpini wa mti ya kawaida. Ilikuwa halali. Imeandikishwa. Niliweka isiyo na risasi katika sanduku dogo chini ya ngazi. Niliitoa labda mara moja kwa mwaka kusafisha na kuangalia inafanya kazi. Kwangu haikuwa silaha. Ilikuwa kumbukumbu. Sehemu ya mwanamume aliyenilea. Mwanamume aliyesimama wima na hakuwahi kuvunjika chini ya shinikizo. Ilikuwa huko juu ya meza kwa sababu siku chache zilizopita niliitoa kupaka mafuta sehemu. Nilifikiria kuirudisha baada ya chakula, lakini maisha yaliendelea na nikasahau. Salama ilikuwa imewekwa. Hakuna risasi katika pipa. Lakini niliitazama kama wakati huo ilimaanisha kitu zaidi. Kama ilikuwa sehemu ya onyesho, hata kama sikuwa na nia yoyote ya kuitumia. Nilikaa tena meza. Mahali pale pale. Kahawa ilikuwa baridi. Harufu ilizunguka bado hewani, moto na chungu, ikichanganywa na kitu chenye asidi puani. Niliweka viwiko juu ya meza na nikajaribu kupumua. Juu Neema bado alikuwa anacheka. Alikuwa anapumua kwa kasi. Alifanya sauti ambazo sikusikia kwa miaka. Labda kamwe. Masikio yaliunguza. Kifua kilikuwa cha mawe. Nilifikiria tu, kwa muda gani? Nilipokuwa nimeacha kuwa wa kutosha. Ni nani mwanamke huyu juu? Kelele hazikusimama. Ziliendelea. Na mimi niliendelea kukaa huko. Bila kusonga. Bila kuzungumza. Nikisikiliza. Na nikifa tena. Mwishowe kelele za juu zilianza kupungua. Nilikuwa nimekaa meza ya jikoni, nikitazama kikombe cha kahawa ambacho sasa kilikuwa baridi, mikono imeshikilia kama ndicho kitu pekee kilichonishika pamoja. Kuta zilikuwa zimeacha kutetemeka. Sauti zilikuwa za chini tu, mazungumzo ya chini, kicheko kilichopunguzwa hatua chache. Kisha katika kimya niliisikia sauti yake. Harufu gani hii? Aliuliza Neema. Kulikuwa na pause. Ilikuwa kahawa yangu. Yeye alijua harufu hiyo. Naitayarisha kwa namna ile ile kila asubuhi kwa miaka. Kuchomwa giza, nguvu ya kutosha kuamsha maiti. Alisema daima anahisi inapoanza kupanda, na hicho kilikuwa ishara ya kuinuka. Lazima alikuwa amegundua nilikuwa nyumbani. Sikusikia jibu kutoka kwake. Hi Otieno anaitwa hivyo, lakini nilihisi mabadiliko ya anga. Haraka. Harakati. Hatua. Draw zinazofunguliwa. Milango ya kabati inayopiga. Draw za chumba zikivutwa nje na kufungwa ghafla. Kelele za haraka. Fujo. Miguu ikiteleza juu ya parquet katika pande zote. Hofu iliwashikilia. Sikusonga. Nilikaa pale nilipokuwa, viwiko juu ya meza, nikitazama mlango unaopeleka ngazi kama ulikuwa mwisho wa mbio ya kutisha. Mikono haikutetemeka tena. Labda mbaya zaidi ilikuwa imepita. Au labda nilikuwa nimekuwa tu asiye na hisia. Walishuka pamoja. Wamejifunga katika shuka kama katika onyesho la motel ya daraja la 3. Neema alikuwa mweupe kama shuka mpya nilipomwona. Pumzi ilisimama kooni na alifanya hatua nyuma kwa asili, akigonga mwanamume karibu naye. Otieno hakusema kitu. Hakukuwa na haja. Macho yake yalienda kutoka kwangu hadi bunduki bado juu ya meza, kisha mara moja kuelekea sofa ambapo aliacha silaha yake ya kazi. Haikuwepo tena.
Nilizungumza kwa utulivu, karibu kama nilikuwa nikisoma ripoti ya hali ya hewa. Inspekta wako amepita, niliambia. Amechukua bunduki yako ya kazi na ile ya akiba. Mdomo wake ulifunguka, lakini hakutoka kitu. Uso wake ulikuwa tupu, kama walikuwa wamemwondoa waya. Aliangalia karibu kama anajaribu kuamka kutoka ndoto mbaya, lakini haikuwa ndoto mbaya. Alibubujika kitu kwa sauti ya chini. Neema alimwangalia kwa kuchanganyikiwa, lakini yeye hakumtazama tena. Alikuwa amepigiliwa msumari juu yangu. Ukweli ni kwamba nilipiga simu dakika 20 hivi kabla, walipokuwa bado juu. Nilikuwa na nambari ya Inspekta Kamau kwa sababu tulikutana mara moja katika sherehe ya msaada katika klabu ya kijamii ambako Neema alinivuta. Kulikuwa pia Otieno akishikana mikono na kupiga picha na watoto. Kamau alijibu katika mlio wa kwanza. Nilimweleza yote kwa utulivu. Majina, kile nilichokiona na kusikia, mahali afisa wake alipokuwa na kile alichokuwa akifanya. Kwa mshangao wangu hakujadili. Hakutafuta udhuru. Alisema tu, nafika katika dakika 20. Usimguse. Usiguse kitu. Kaa kimya. Alifika katika dakika 15. Hakuna taa zinazowaka. Hakuna sireni. Aliegesha mwisho wa barabara na akaja kwa miguu kama anafanya ziara ya heshima. Aliingia, akafanya ishara, akaona bunduki juu ya meza na akauliza, hii yako? Nilikubali. Halali. Salama, imewekwa. Unafikiria kuitumia? Hapana, Inspekta. Alikubali tena. Vizuri. Ingekuwa huruma kumkamata mwanamume asiye sahihi. Kisha aliuliza walikuwa wapi? Nilimwambia walikuwa juu. Bado wanashughulika. Hakupanda. Alitoa simu yake, akaweka katika kurekodi na akaiweka juu ya meza karibu na yangu. Sauti na video. Sikusema neno. Wala yeye. Alikaa nami, mikono imevuka, akisikiliza. Bila kujibu. Akiacha yote yaendelee. Sauti zilipozima alichukua simu na akainuka. Alitazama chumba, akaona vifaa vya Otieno, akavikusanya kimya. Uso haukuwa umebadilika. Hakunifundisha, hakuomba maelezo. Alifanya kazi yake tu. Kisha alitoka na akapiga simu kwa doria. Alisema gari la kazi lilitumika nje ya kazi kwa namna isiyofaa, kwamba litaondolewa. Aliondoka kabla hawajashuka. Hicho ndicho kilichofanya yote yawe ya ajabu zaidi. Otieno alionekana amepotea kabisa niliposema kwamba mkuu wake alikuwa amekuwa huko. Kama ulimwengu wake ulikuwa umeondolewa chini ya miguu yake. Neema alitazama kwanza yeye, kisha mimi, na kwa mara ya kwanza alielewa kwamba hakujua tena sheria za chumba. Hakujua tena nani anatawala. Hakuna kati yao aliyesema neno. Walikaa huko kimya. Na mimi nilikaa nimekaa. Otieno alivaa tena haraka iwezekanavyo. Alizungumza kidogo sana. Alifanya kazi na sare kama afisa polisi siku ya kwanza, akijaribu kutonitazama machoni. Alikuwa na uso mwekundu wa aibu, hata kama jikoni hakukuwa na mwanga wa jua. Aliendelea kutazama meza ambapo bunduki ya baba yangu ilikuwa bado karibu na kikombe changu cha kahawa. Sikuigusa. Sikukaribia. Niliacha huko. Hakusalimu kitu. Wala msamaha. Wala uelewa. Alitaka tu kuondoka. Na nilimwacha aende. Hakuna kelele. Hakuna vitisho. Hakuna onyesho. Tu kelele ya mlango wa kuingia ukifungwa polepole kama pazia linaloshuka mwisho wa janga. Neema alibaki. Alibaki katikati ya jikoni, amejifunga katika shuka kama inaweza kumkinga kutoka ukweli. Mikono imevuka chini ya kitambaa, nywele zimevurugika, uso mweupe. Hakuwa bado analia, lakini ilionekana alikuwa karibu kuanza. Na alipoanza ilikuwa haraka. Machozi yalimshuka mashavuni na akatoa udhuru wa zamani zaidi duniani.
Haikumaanisha kitu, alisema kwa sauti laini, kama anajaribu kutuliza mnyama aliyejeruhiwa. Ilikuwa tu sijui kitu. Burudani. Burudani. Sijui nini kilinifanya nicheke, lakini nilifanya. Kicheko kifupi, kikavu, chungu zaidi, kama mbweko kuliko kingine. Kilikata hewa kama msumeno. Macho yake yalifunguka. Kicheko hicho kilifanya athari zaidi kuliko kimya changu. Kilimhofisha. Kweli, niliambia. Burudani. Alifanya hatua mbele. Jabari, sikupanga. Imetokea tu. Nilitikisa kichwa polepole. Unafikiria ni imetokea tu? Unafikiria yote juu yalikuwa ajali? Hapana, alisema mara moja. Yaani hii ndiyo, najua ni vibaya, lakini hivi karibuni umekuwa mbali sana. Nyumba ni kimya sana. Nilihitaji kitu, mtu ili nihisi ninaishi. Ninaishi, nilirudia. Sikupiga kelele. Sauti ilikuwa tulivu. Baba. Nadhani hasa hii ilimuumiza zaidi. Kisha nilitoa simu kutoka mfuko wa nyuma. Unataka kujua kile kilicho halisi, Neema, niliambia. Nimerekodi yote. Sauti. Maneno. Yote. Midomo yake ilifunguka. Hakutoka kitu. Nimetuma kwa watoto, niliambia. Magoti yake yalishindwa kama walikuwa wamempa teke. Aliegemea kabati, shuka ikamteleza kutoka bega moja. Hapana. Huja kufanya. Badala yake ndiyo. Kwa nini? Jinsi gani umeweza kuwafanyia hivi? Nilimtazama moja kwa moja machoni. Wewe umewafanyia hivi. Mimi nimefanya tu waone ukweli. Simu ilinitetemeka mkononi. Sikuhitaji kutazama. Nilijua tayari ni nani. Amina, mkubwa wetu, alikuwa amejibu barua pepe. Ujumbe mfupi. Maneno 7. Niambie ni mzaha. Tafadhali baba. Nilitazama skrini. Kwa sekunde moja ilikuwa imefifia, lakini sikulia. Si wakati huo. Niligeuza skrini kuelekea Neema. Alitazama. Kisha akaondoa macho kama inawaka. Vaa, niliambia. Wazazi wako watakuwa hapa katika dakika 20 hivi. Alinitazama bila kuamini. Umepiga simu wazazi wangu? Ndiyo. Wanakuja kukuchukua. Aliteleza chini, mgongo dhidi ya kabati, shuka ikipanuka karibu kama walikuwa wamemwondoa waya. Hakunitazama tena. Alijikunja na kuanza kunung'unika, He Mungu wangu. Mungu wangu. Niliegemea kabati kinyume, mikono imevuka. Kwa njia, niliongeza, mke wa rafiki yako mpya. Anafanya kazi nawe. Aliinua macho polepole. Msaidizi mkuu wa mkurugenzi wako mkuu, kama nakumbuka vizuri, niliambia. Mwanamke mzuri sana. Anaitwa Wanjiku. Mdomo wake ulifunguka tena. Kimya tena. Yeye pia ana video. Mwili wote ulionekana kupungua. Nilimtazama amekaa huko juu ya vigae ambapo mara moja tulicheka, kupika, kubishana kuhusu nini kuagiza. Mahali ambapo yalionekana miguu midogo ikikimbia, chakula cha Krismasi na siku za kuzaliwa asubuhi. Sasa ilikuwa eneo la uharibifu. Nilikuwa nimechapisha maelekezo kwa wazazi wake. Niliacha yamekunjwa juu ya meza ya mlango tayari watakapofika. Sikutaka onyesho. Sikutaka magomvi. Nilitaka aondoke. Sikuinua sauti. Sikusherehekea. Lakini kila neno nililosema lilikuwa na uzito zaidi ya kelele. Hakujaribu tena kujadili. Alikaa amejikunja bila kusema kitu, machozi yakimteleza mashavuni kama walikuwa wameacha bomba wazi. Nilikaa tena meza, nilichukua kikombe cha kahawa baridi ambacho sikuwa nimeisha na nikanywa kinywaji. Chungu. Kiliunguza chini ya koo. Sahihi. Hakuinua tena macho. Na mimi sikumnyooshea mkono. Niliwasilisha ombi la talaka wiki ile ile. Sikusubiri. Sikusita.
Mara tu nyumba ilipoachwa tupu, nilienda moja kwa moja kwenye ofisi ya mwanasheria Rehema Ali, mwenzangu ambaye rafiki wa chama cha serikali za mitaa alinishauri. Rehema ana sifa fulani mjini: mgumu kama marumaru, sahihi kama daktari wa upasuaji, na hajawahi kuwa na matatizo kusema mambo kama yalivyo. Nywele zimevutwa nyuma kwa nguvu sana kwamba zilionekana zinaweza kuvunjika, sauti yenye koo kama mawe katika sanduku la bati, na daftari la manjano analobeba kama upanga. Nilipoingia na kumweleza yote kile nilichokiona, kusikia, kurekodi, alikubali mara moja tu na akasema, tunamvunja vipande. Sikutaka kisasi. Sikutaka kuharibu maisha ya mtu yeyote. Nilitaka tu kutoka safi, kimya, kamili. Rehema alianza kazi mara moja. Tulikuwa na yote yanayohitajika: rekodi, sauti, tarehe na saa, orodha za simu, hata zamu za Otieno. Nilichapisha picha za skrini za ujumbe niliopata baada ya Neema kuondoka, ujumbe ambao sikuwahi kuona kabla, lakini ambao ulifanya picha iwe wazi zaidi. Walikuwa wakikutana kwa miezi. Walifanya mipango. Walifanya vichekesho juu yangu. Hakukuwa na mengi ya kueleza. Neema hakupinga talaka. Alipopokea hati hakupiga simu. Hakuandika. Mwanasheria wake aliwasiliana na Rehema na mwisho. Hakuna maombi. Hakuna kanusho. Tu karatasi zilizofungwa na majibu dhaifu kadhaa. Nadhani kwa ndani alijua hana msaada. Nilimkamata na mikono katika mfuko, na si mara moja. Nilikuwa na ushahidi. Ushahidi mzito usiopingika. Katika kusikilizwa kwa kwanza alijitokeza na suti ya kijivu ambayo sikuwa nimewahi kuona. Nywele zimefanywa kama anaenda mahojiano ya kazi. Hakunitazama kamwe machoni. Ilionekana alikuwa na mabega yaliyoinama, taya imefungwa. Alionekana amechoka. Si tu kimwili, alionekana kama asiyelala vizuri kwa wiki. Mwanasheria wake alizungumza kwa ajili yake. Walijaribu mstari nilioutarajia, kwamba alihisi amepuuzwa, kwamba baada ya kuondoka kwa watoto nilikuwa nimejiondoa kihisia, kwamba alihisi mzimu katika nyumba yake. Hadithi iliyoandaliwa kwa uangalifu, iliyosemwa kwa sauti hiyo ya upole, sote ni binadamu, haikufanya kazi. Rehema alijibu kwa tarehe, rekodi, barua pepe. Hata hakuinua sauti. Aliweka yote wazi. Ratiba ilionyesha kwamba Neema hakuwa hii mteremko wa kihisia. Alipanga. Si mara moja. Mara kwa mara. Kwa makusudi. Na afisa polisi ambaye alipaswa kujua jinsi ya kuishi. Hakimu hakusema mengi. Alichukua maelezo. Akatazama kurasa. Akakubali mara kwa mara. Mwishowe alifanya muhtasari mfupi wa uamuzi na akasema maneno niliyosubiri: ningeweka nyumba. Yeye angelipa posho ya kila mwezi. Ajabu jinsi maisha yanavyozunguka. Neema alikuwa akinicheka daima kwa sababu nilipata chini. Alikuwa na mshahara wa juu. Cheo muhimu zaidi. Viatu maridadi zaidi. Mimi daima niliacha iende. Sikuwahi kunisumbua, sijawahi kuwa na wasiwasi na pesa. Nilifanya kazi ngumu. Niliendesha familia. Kwangu ilikuwa ya kutosha. Sasa ni yeye anayefadhili sehemu iliyobaki ya maisha yangu, angalau kwa muda. Nilitoka mahakamani nyepesi zaidi kuliko nilivyohisi kwa miaka. Hakuna drama. Hakuna kelele. Tu karatasi na saini ya hakimu. Ilikuwa kimya, lakini kwa mara moja kilikuwa kimya kilichofanya vizuri. Nilirudi nyumbani, nikakaa karakana na nikatizama nyasi. Nyasi ile ile niliyokatwa kila Jumamosi kwa miaka 20. Madoa yale yale ya nyasi mabaya ambayo sikuwahi kufanikiwa kuondoa kabisa. Mtazamo ule ule wa mti wa mwaloni ambapo watoto walipanda hadi tawi lilivunjika. Mti huo bado umeinama kidogo kushoto. Sikuwahi kurekebisha. Na sina nia ya kufanya. Nilichukua wiki 2 za likizo baada ya kusikilizwa huko. Nilimwambia bosi nilihitaji muda. Alielewa. Hakufanya maswali. Kitu cha kwanza nilichofanya ni kwenda dukani la uvuvi kando ya barabara kuu.
Nilinunua fimbo mpya ya wastani, grafite, mshiko mzuri. Hakuna gharama kubwa. Nilichukua pia sanduku jipya la chambo, hata kama langu bado lilikuwa katika kibanda. Ilionekana sahihi kuanza upya. Kisha nilienda ziwa la karibu, lile baba yangu alilopeleka wakati nilikuwa mtoto. Nilikaa kwenye kiti cha kukunja na sandwich, mstari ndani ya maji na kelele ya upepo kati ya miti. Hiyo ilikuwa amani ya kweli, ile ambayo yeye hangeweza kamwe kuigiza. Ulimwengu uliendelea kuzunguka. Bili zilifika, nyasi zilikuwa, lakini kitu ndani yangu kilikuwa hatimaye kimeacha kusaga. Mvutano katika kifua, fundo tumbo vilikuwa vimepotea. Sikupona, sikusamehe, tu vimepotea. Siku iliyofuata nilienda tena kuvua. Wiki kadhaa zimepita. Niliweka umbali. Hakuna mawasiliano. Hakuna sasisho. Hata neno moja tangu alipotoka nyumbani na wazazi wake na maelekezo niliyochapisha kwao. Kisha barua pepe ilifika. Fupi. Mstari mmoja tu, bila salamu. Bila kichwa. Tunaweza kuonana? Tafadhali. Ninataka tu kuzungumza. Niliitazama kwa muda. Nilisoma mara kadhaa. Sikujibu mara moja. Niliacha katika barua kwa siku moja na nusu kabla ya kuandika. Niliweka tu kesho. Saa 9 kamili. Mkahawa wa kati. Meza yangu. Ninasema meza yangu kwa sababu ni ile ile kwa miaka. Ile karibu na dirisha katika kona ya nyuma ambapo nilifanya kifungua kinywa peke yangu Jumamosi wakati nyumba bado ilikuwa imejaa watoto na kelele. Ilikuwa mahali nilienda kufikiria. Mhudumu yule yule, meza ile ile iliyopasuka, kiti kile kile chenye chemchemi polepole. Alikuwa tayari huko nilipoingia. Alikaa na kikombe cha chai ambacho labda hakukuwa amekigusa. Macho yake yaliruka juu mara tu alipohisi kengele ya mlango. Ilionekana mvutano katika mikono. Aliishikilia kwa nguvu karibu na kikombe kama ndicho kitu pekee kilichomshika wima. Nilichukua pumzi, nikafanya ishara kwa mhudumu na nikakaa mbele yake bila kusema neno. Alionekana mdogo. Si mwembamba zaidi, tu amepungua. Kama hatia ilikuwa imechukua nafasi chini ya ngozi ikisukuma nje yote iliyobaki. Uso umevutwa, macho yamezimwa na yamechoka. Vipodozi vichache, nywele zimekusanywa kwa haraka, si toleo lililotunzwa nililolijua. Tulikaa kimya kwa dakika. Alijaribu kutabasamu. Hakufanikiwa. Asante kwa kuja, alisema mwishowe. Nilikubali mara moja. Hakuna sababu ya kumfanya awe rahisi zaidi ya inavyohitajika. Nilihitaji kukuona, alisema. Mojawapo. Najua hunidai kitu, Jabari. Lakini nilihitaji kukuambia kitu. Sikumzuia. Aliendelea. Nimeharibu yote, alisema. Sauti ilikuwa ya chini lakini si kunong'ona. Amechoka. Labda ya kweli. Siwezi kuacha kufikiria kile nilichofanya, jinsi nilivyokutendea. Ninaliona bila mwisho. Ningependa kurudi nyuma. Alinitazama. Macho yenye kung'aa, midomo inatetemeka. Nakupenda bado, alisema. Sijawahi kuacha. Nimepoteza tu mimi mwenyewe. Na nachukia kile nilichokufanyia. Ningetoa kitu chochote kurudi nyuma. Chochote. Niliacha maneno yakae. Uzito uwasili. Kisha nilizungumza. Huwezi kufuta mambo kwa sababu sasa unahisi vibaya. Uso wake ulipasuka katika wakati huo. Mpasuko ulipitia uso wake kama kioo kinachotoa mwishowe. Mabega yaliishuka, alichukua leso. Alifuta macho. Alijaribu kujiweka pamoja. Najua, alinong'ona. Alinitazama tena. Wakati huu si kwa ombi, bali kwa kitu kizito zaidi, aibu. Unanisamehe, aliuliza. Ilibaki iliyosimamishwa kati yetu, nene na isiyo rahisi. Sikujibu mara moja.
Nilitaka kusema kitu cha kweli. Sikuchukii, niliambia polepole. Lakini sidhani umewahi kunipenda kwa namna nilivyokupenda wewe. Alifunga macho kama nilikuwa nimempiga bila kuinua mkono. Hakujadili. Hakutafuta udhuru. Alikaa huko kimya, akipumua kati ya machozi ambayo sasa yalimshuka huru usoni. Alifungua mdomo kama kusema kitu kingine, kisha akafunga. Mhudumu alipita na akafanya ishara. Niliinua mkono. Leo hakuna kahawa. Neema hakugusa chai. Alikaa huko akitazama kama inaweza kumrudisha nyuma kwa wakati. Niliinuka. Nilichukua koti kutoka kwenye hanga. Niliingiza mikono katika mikono. Alinitazama mara ya mwisho. Sikusema kitu. Hakuhitajika. Niligeuka, nikatoka na nikaacha kengele ililie nyuma yangu. Sikugeuka nyuma. Nilimaliza kufunga vitu vya mwisho Jumatano asubuhi. Nyumba ilikuwa kimya. Si kwa namna ya ajabu au yenye mvutano kama katika wiki baada ya yote yaliyotokea. Ilikuwa kimya tofauti, safi, kamili. Aina ya kimya kinachokufunika kama blanketi nzito. Nilipita chumba kwa chumba, nikiangalia kona, nikisafisha skirting, nikipitisha mkono juu ya windowsill ambazo sikuwa nimeangalia kwa miaka. Ni ajabu ni undani gani unagundua unapojua unatoka. Alama katika korido ambapo Hamza mdogo aligonga skota dhidi ya ukuta. Mistari ya penseli katika panti na urefu wa watoto mwaka baada ya mwaka. Neema aliacha kuzirekodi baada ya mdogo kuanza shule ya upili. Nilikaa huko kwa muda nikitazama mistari hiyo. Sikusema kitu. Nilitazama tu. Karibu yote ilikuwa tayari katika masanduku. Kilichobaki kiliingia katika sehemu ya nyuma ya gari langu la mzigo, zana kutoka karakana, picha chache zilizowekwa fremu, vitu vyangu vya uvuvi na sanduku la zamani la bati la kahawa ambapo niliweka skrubu, bolts na betri ambazo sikuwahi kutupa. Daima nilifikiria kuipanga. Sikuwahi kufanya. Kabla ya kutoka niliacha bahasha ya manjano juu ya meza ya jikoni na ujumbe kwa wakala wa mali isiyohamishika. Funguo za nyumba, remote ya karakana, somo la mwisho la mita. Niliacha madirisha ya mlango nusu wazi ili kutoka nje isionekane tupu. Nilituma ujumbe kwa Neema kwenye simu ya kazi. Hakuna drama. Tu kwamba Jumamosi watachukua samani zake za mwisho. Nilimwomba ahakikishe mtu yuko huko kufungua. Sikutia saini. Wakati nikitoka barabara ya kuingia nilisimama kidogo na nikatizama nyuma. Nyasi ilikuwa imekuwa kidogo zaidi ya kawaida. Nadhani yeye hakuwa amekata. Hortensia kando ya uzio bado zilikuwa zinachanua hata hivyo. Ajabu jinsi asili inaendelea peke yake chochote kinachotokea. Nilitoka barabarani na nikashusha madirisha. Hewa ilikuwa ya kupendeza. Ilileta harufu hiyo ya mwisho wa masika, nyasi zilizokatwa, lami moto, moshi wa makaa kutoka mbali, kutoka mtu aliyefanya grill mitaa michache mbali. Niliwasha redio. Nilipata kituo cha kawaida. Walikuwa wanatuma wimbo ambao Neema alikuwa akiimba jikoni wakati akitayarisha kifungua kinywa Jumapili. Wimbo wa zamani wa Mbaraka Mwinshehe, hakuna kitu maalum, lakini umebaki kichwani mwangu daima. Sikubadilisha. Niliacha ucheze. Niliendesha kwa mkono mmoja juu ya usukani, mwingine juu ya dirisha lililoshushwa. Nilifikiria wimbo ungeniumiza zaidi. Kwamba ungetoa maumivu au huzuni ambayo sikuwa nimefanya kazi bado. Badala yake hapana. Sikuwa na hasira. Sikuwa na uchungu. Nilikuwa tu nimeisha. Wanasema usaliti unakubadilisha, na sasa naamini. Si kuhusu kuwa baridi zaidi au mgumu zaidi. Ni kuhusu kujifunza kile unachobeba na kile unachoacha nyuma. Mara niliamini upendo ni kushikilia kwa gharama yoyote. Sasa nafikiria ni pia kujua wakati wa kuachilia. Sikumilia. Sikuvunja nyumba. Sikuanguka katika shimo ambalo sikuweza kutoka. Niliishi tu. Niliweka mguu mbele ya mwingine, nilifunga mizigo, nilifanya mipango yangu na niliendelea. Bado nina njia nyingi mbele.
Bado ninahitaji kuelewa kinachofuata. Lakini kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sihisi nimekwama. Niliingia barabara ya mzunguko na nikaacha upepo ufanye kazi yake. Fimbo yangu ya uvuvi ilikuwa katika sehemu ya nyuma na sikuwa na mahali halisi itu, mahali tulivu zaidi na maji ambapo ningeweza kufikiria. Ishara ilisema eneo la huduma linalofuata kilomita 37. Ilionekana kamili. Na kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sana nilielewa kwamba sihitaji maelezo kwa mtu yeyote. Sihitaji kitu kwa mtu yeyote. Nilikuwa huru. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, unafikiri afisa wa polisi anayemwonea mtu hila kwa njia hii bado anaweza kuaminika kazini kwake? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.